Sura ya 3. Ninaongea mimi, Malkia Safina. Nilitoka katika ukumbi wa kifalme nikitetemeka kwa hasira. Unabii wa wazee, tamaa ya utawala, damu ya kifalme kumwagika. Haikuwa bahati mbaya kwamba mzee huyo alitokea usiku huu wa sherehe kubwa. Hii ilikuwa njama ya Amina. Alitaka kutisha mfalme ili aweze kumpa Leila nafasi ya kuwa mrithi. Nilitembea kwa haraka kuelekea vyumba vya kifalme nikibana nguo yangu kwa hasira. Nilipofika, mtumishi wangu mwaminifu, Bakari, alikuwa akisubiri mlangoni. Alipoona uso wangu wenye hasira, alijua kuna jambo zito. Bakari akitazama kwa wasiwasi. Malkia wangu, naona mambo hayakwenda kama ulivyotaka. Mimi nikimwangalia kwa macho makali. Amina anajifanya mjanja. Ameleta unabii wa kipuuzi ili kumtisha mfalme. Anataka Leila awe mrithi. Hilo halitotokea kamwe. Bakari akinong'oneza kwa hofu. Lakini malkia wangu, ikiwa unabii ni wa kweli, ikiwa kweli damu itamwagika. Nilimsogelea na kumshika mkono kwa nguvu. Mimi kwa sauti ya chini lakini ya kutisha. Damu itamwagika, lakini si ya mtoto wangu. Sina muda wa kusubiri. Lazima Leila atoke kwenye hii picha. Bakari alinitazama kwa macho yaliyojaa mshangao na hofu. Hakushangaa kwa sababu hakunijua, alishtuka kwa sababu alijua kwamba nilimaanisha nilichosema. Ninaongea mimi, Malkia Amina. Nilikaa kwenye kitanda changu nikitafakari. Maneno ya mzee wa unabii bado yalikuwa yananizunguka kichwani. Mmoja wa wake zako atavuka mipaka kwa tamaa ya utawala, na kwa mikono yake damu ya kifalme itatiririka. Nilimtazama binti yangu Leila aliyekuwa amelala kitandani mwake, uso wake umeloa na mwanga wa mwezi. Alikuwa mtoto mzuri, mwenye hekima na huruma, lakini nilijua Safina hakupenda kumuona hapa. Niliogopa kwa mara ya kwanza kwamba huenda binti yangu yuko hatarini. Mlango ulipobishwa, nilishtuka. Mtumishi wangu, Halima, aliingia kwa haraka. Halima kwa sauti ya hofu. Malkia wangu, kuna jambo baya linapangwa. Mimi nikisimama kwa wasiwasi. Unamaanisha nini? Halima akinong'oneza. Nimesikia Bakari akizungumza na Malkia Safina. Wamekuwa na mazungumzo ya kutisha na yalimhusu Princesa Leila. Moyo wangu ulianza kupiga haraka. Nilimsogelea Halima na kumshika mikono. Mimi kwa hofu. Safina anapanga nini? Niambie kila kitu ulichosikia. Halima alisita, lakini kisha akasema kwa sauti ya chini kana kwamba alikuwa anaogopa kuta zitasikia. Halima, nilisikia akisema kwamba lazima Leila atoke kwenye hiki kinyang'anyiro. Na Malkia alimaanisha kila neno. Nilihisi dunia yangu ikipinduka. Niliogopa, lakini sikuwa tayari kukaa kimya. Ikiwa Safina anataka kumwangamiza binti yangu, basi atalazimika kunikabili mimi kwanza. Mwisho wa sura ya 3. Je, Amina atafanya nini kulinda binti yake? Na Safina atatumia mbinu gani kuhakikisha mwanawe anabaki mrithi wa pekee? Subiri katika sura inayofuata. Naongea mimi, Bakari. Nilikuwa nimezoea kufanya kazi chafu kwa Malkia Safina, lakini safari hii nilihisi baridi ya hofu ikinipitia mgongoni. Kumuondoa Princesa Leila, hili halikuwa jambo dogo. Lakini nilijua jambo moja, nikikataa, maisha yangu yatakuwa hatarini. Nilipanga mpango wa siri. Ningehakikisha hakuna mtu angetambua kwamba ilikuwa mipango ya Malkia. Princesa Leila alipaswa kuondolewa, lakini kwa namna ambayo itaonekana kama ajali. Jioni ilipofika, nilimfuata mtumishi mwenzangu, Juma, ambaye alihusika na chakula cha kifalme. Mimi kwa sauti ya chini, Juma, nina kazi maalum kwako. Juma akinitazama kwa shaka. Kazi gani, Bakari? Nilimwangalia moja kwa moja machoni na kumshika bega. Mimi kwa sauti ya kutisha, kesho kutwa, Princesa Leila atapewa mlo wake wa jioni. Hakikisha kwamba ndani ya mlo huo panakuwepo sumu isiyoonekana wala kuonja. Unanielewa? Uso wa Juma ulipauka. Juma amstariwa akitikisa kichwa kwa hofu. Hapana, Bakari, hili ni jambo kubwa. Sitaki kuhusika. Nilitabasamu kwa ujanja, kisha nikamnong'oneza jambo la kumfanya atetemeke zaidi. Mimi kwa upole lakini kwa vitisho. Unajua familia yako inaishi wapi, sivyo? Ningependa waendelee kuwa salama. Macho ya Juma yalijaa hofu. Alijua hana chaguo.
Ninaongea mimi, Malkia Amina. Usiku ulipokaribia, nilikaa chumbani mwangu nikimfikiria Safina. Nilijua angejaribu kumdhuru Leila, lakini sikujua atatumia mbinu gani. Nilihitaji kuwa makini. Mlango wangu ulipobishwa, nilishtuka. Halima akinong'oneza kwa hofu, "Malkia wangu, nimepata habari za kutisha." Nilimruhusu aingie haraka, mimi nikiharakisha. "Sema Halima, nini kimetokea?" Halima akivuta pumzi kwa shida. "Bakari amemlazimisha Juma aweke sumu kwenye chakula cha Princesa Leila kesho kutwa. Dunia yangu ilizunguka. Walitaka kumuua binti yangu kwa sumu." Nilihisi hasira ikinipanda. Mimi kwa sauti ya kuamrisha, "Halima, kesho kutwa kabla chakula hakijafika kwa Leila, hakikisha kinakaguliwa. Sitaki hatari yoyote imkaribie mwanangu." Halima alitikisa kichwa kwa uthibitisho. Ningeweza kumlinda Leila kwa sasa, lakini nilijua Safina hatoacha. Nilihitaji kumshinda kabla hajafanya jambo baya zaidi, na kama itahitajika, nitakuwa tayari kupambana hadi mwisho.